wakati umefanya we Baba. Joyliders wamekuja wakaleta skit ambaye inalingana sana na siku ya leo, inaitwa Good Friday, na pia dada wetu Sofia akaleta nyimbo zote ambazo ni za ukumbusho wa Pasaka. Ndugu wetu Enoch the same, na wote Tumaini na wote ambao wamehudumu hapa, God bless you. Hallelujah. Na hii siku inaitwa Good Friday, lakini nilikuwa na tafakari kuhusu Yesu mwenyewe, kama kweli ilikuwa Good Friday yake, kwa sababu masaa machache tu ambayo ilipita, Judas Iscariot ambaye alimdhamini sana akawa treasurer wa kanisa lake amemsaliti. Na isitoshe, wakati ameita wanafunzi wake waende wakaombe pamoja na yeye, wengine wakarara. Aliposhikwa anapelekwa mahakamani, wanafunzi wote walipotea. Biblia inasema kuna mmoja hata alikimbia uchi akitoroka Yesu. Tunaita ni Good Friday, lakini wakati anahukumiwa kule ndani, yule alikuwa wa karibu sana, Simon Peter, amemkana mara 3. Na aliposikiza mashtaka yote yalikuwa ni ya uongo. Na unajua kuna kesi unakuta ya kwamba hata kabla mtu amehukumiwa, judge tayari anakuaga amekata kesi. Alipelekwa makahama 3 usiku peke yake. Juzi tuliona impeachment ambayo inaweza kufanywa na masaa machache. Hata usiku wa manane kuna vitu inashapishwa ya serikali. Kesi imekatwa hata kabla ya mshtakiwa kusikizwa. Na ilifuata mateso ya kupigwa. Juzi niliongea kuhusu mwili wake wote ulikuwa unatoka damu karibu kila sehemu. Na mwisho kabisa ni vile tuliona Joyliders sasa akisema ya kwamba amesuluhishwa pale msalabani. Andiko ambalo ningependa tutafakari liko katika kitabu ya Marko 15 kuanzia mstari wa 21 mpaka 46. Lakini sitaisoma kwa sababu imeelezewa yote, lakini nitauliza rafiki yangu Pastor Ezekiel afungue hiyo. Nitakuwa namwambia mistari ambayo atakuwa anatusomea pamoja. Na nilipokuwa ninaomba na nikitafakari kuhusu siku ya leo ya Pasaka, sisi kwetu ni Good Friday kwa sababu tuliweza kusamehewa dhambi zetu. Na usiku wa leo ningependa kusema mambo matatu ambaye ninapata kama ufunuo wa Pasaka. Hayo yote ambayo nimetaja kwa kifupi ambayo Yesu aliweza kupitia. Na nimetoka na mambo matatu. Jambo moja ambalo nimepata nani pahali ama the place. Jambo lingine ambalo nitapata hapa ni kitu inaitwa time. Na jambo la tatu ambalo nimepata ni kwamba unahitaji mwanadamu, you need a man. Amen. Hallelujah. Amen. Na juzi niliwaambia kwamba Agano la Kale ni kama negative ama ni kama picha ama ni kama kivuli ya Agano Jipya. Hakuna mambo ambayo imetendeka katika Agano Jipya
ambao haikuwa imeletwa kama mfano ama kama picha ama kama kivuli katika Agano la Kale. Bwana asifiwe. Na ningependa kuhusu hayo mambo matatu niulize rafiki yangu atusomee mstari wa 22. Tuko Marko 15 na niongee Kikongo. Tuko Marko 15. Tupate mstari wa 22. Mstari wake wa 22. Biblia ya Kiswahili inasema hivi: wakamleta mpaka mahali paitwapo Golgotha, yani fuvu la kichwa. Wakampa mvinyo iliyotiwa manemane, asipokee. Asante. Amen. Na hapo tunaona ya kwamba Yesu ameletwa, amesaidiwa kubeba msalaba na Simeon, lakini Biblia inasema ya kwamba alipelekwa pahali, the place. Kwa Kiingereza unaweza kuwa na a place, but it's also different from having the place. A place ni pahali popote, the place ni pahali penyewe. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo Yesu hakwenda kusulubishwa pahali popote, ilikuwa imepangwa pahali ambapo ataenda kusulubishwa. Biblia inasema ya kwamba ni pahali ambapo palikuwa pameinuka na ilikuwa ametolewa nje ya mji wa Yerusalemu. Ukisoma historia Mwanzo 22, Abraham ameitwa na Mungu mapema, akaambiwa nenda ukanitolee mtoto wako wa pekee katika mlima mmoja wa Moria. Amen. Amen. Na anaongea vizuri, anasema mtoto wako wa pekee. Nataka kusema it's not a coincidence. Yaani si bahati ya kwamba Abraham alikuwa na mtoto mmoja anaitwa Isaac wa pekee. Vile Mungu alimwambia umpeleke katika mlima mmoja wa Moria, akabeba kuni, akabeba kisu, akabeba moto. Wanaenda na kijana. Walienda muda wa siku 3. Haleluya. Amen. Ile masaa kulikuwa na giza. Na Yesu atafufuka. Na Mungu narudi. Amen. Bwana asifiwe. Basi wakaenda safari ya siku 3. Nataka umaki hiyo siku 3. Amen. Wakafika pahali, Abraham akaacha wajakazi wake, akachukua kijana yake, akampatia kuni, akamwambia beba kuni. Mzee naye amebeba moto na amebeba kisu. Unaweza kuuliza, ni tabia mzuri kwa mzee kupatia mtoto mdogo kuni, abebe mzigo wa kuni, na yeye anabeba kitu rahisi sana, kisu na moto. Lakini hiyo ilikuwa ni picha ya Yesu. Ya kwamba vile kijana alibebeshwa kuni ambao ni mti ama ni bao, hivyo hivyo ndio Yesu aliweza kubeba msalaba. Haleluya. Yesu amefufuka. Amen. Walipoenda juu ya mlima wa Moria, Biblia inasema ya kwamba hakutoa dhabihu kwa mlima yeyote. Ndio ninasema the place. The place.
Pengine alikuwa amechoka sana siku 3. Angesema si ni dhabihu tu, yes, na kijana ndiye huyu, na ndiye mwana kondoo ule wa kwanza, ndio nitamalizana na hiyo kazi, mimi nirudi. Lakini akawa anasikiza sauti ya Mungu. Anafika kwa mlima wa kwanza, anasikia, sio hapa. Wanaenda kwa mlima wa pili, sijui ilikuwa ni milima migapi, lakini alipofika the place, akatengeneza madhabahu. Haleluya. Alipotengeneza madhabahu, akawekelea kijana yake, na yeye alikuwa tayari, hakuwa natisha, alikuwa tayari kutoa mtoto wake kama sadaka. Alipoinua mkono wake hivi, akasikia sauti ya kwamba leo nimejua unanipenda. Geuka tu. Alipogeuka akaona mwanakondoo. Historia inasema hivi, katika ule mlima ambao Abraham alitoa sadaka, exactly hapo ndio Yesu alikuja kusulubishwa. The place. Na niseme hivi wapendwa, unaweza kuwa uko mahali ambapo hapafai, na leo Mungu anakuambia ni lazima uwe sensitive. Ujiulize, je, Mungu niko mahali ambapo panafaa? Nimeona wana biashara, mimi nimefanya biashara. Wana biashara, mmoja hapo na duka hapa, mwingine hapo na duka pale. Wanauza vitu the same, lakini mmoja hayuko kwa the place. Anang'eng'ana, anaona wateja wanapitia kwake, kama anauza nguo, wanachukua nguo wanavaa, anamwambia niwekee. Anaingia kwa duka hiyo nyingine, ananunua hata bila kujipima. The place. Hallelujah. Amen. Wachungaji ambao mko hapa, amen, ni ya maana sana kujua pahali unafanyia huduma. Je, hapa ndio pahali? Pahali nimeweka madhabahu ni hapa? Wakati mwingine unazunguka unafanya survey, unasema hapa naona kuna watu wengi sana, nikiweka kanisa hapa itabamba. Pole sana, angalia the place. Hallelujah. Hata shule watoto pahali wanaenda, unatakiwa ujue, je, wako pahali panafaa? The place. Kama utafaulu katika huduma hata ya uimbaji ama whichever ministry unafanya, je, niko pahali panafaa? Na nikwambia hivi, hata kukiwa na ugumu kiasi gani, lakini uko mahali ambapo panafaa, utafaulu. Utafaulu. The place. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mimi nilipomaliza shule nilikuja Nairobi miaka ya zamani. Sitakwambia ni mwaka gani kwa sababu wengine mtu wako umezaliwa, lakini ni miaka kidogo tu imepita. Nikapata kazi nzuri sana hapa. Nikawa nafanya kazi ya bank. Miaka hiyo ukivaa tai unaenda bank unaheshimiwa sana. Katika hizo harakati nikapata mke wangu, naye nikajua huyu ndiye mwenyewe. Tukaendelea. Nikasikia nataka kuacha bank nifanye biashara. Nikaanza kufanya biashara. Najaribu biashara inaanguka. Najaribu ingine inaanguka. Baadaye nikaambia mke wangu, kwa sababu yeye alikuwa designer wa kushona maguo, nikamwambia sasa tuwe company limited. Wewe unashona na mimi naenda kuuza. Tukafanya biashara. Biashara ikaenda chini ikaisha. Nikauliza ni nini na what is happening? Nikaenda kwa maombi kuomba. Nikauliza Mungu, niko pahali panafaa? Am I in the place? Mungu akaniambia majira yako ya Nairobi imeisha.
Mimi nimezaliwa Nyandarua. Mungu akaniambia enda Meru. Nikaambia Mungu, sina biashara, sina pesa na sina kazi nimeitiwa huko ya kuajiriwa. Watoto wetu walikuwa wachanga. Nikamwambia sinigenda Nakuru ama Nyahururu ni karibu nyumbani. Mambo ikiwa shida sana nikimbia nyumbani. Mungu akaniambia hapana, Meru. Meru kuna watu wetu na hata lugha ya huko sielewi, akasema Meru. Huyu mama unaona hapa, huyu ni hatari sana. Nilimwambia mwisho wa mwezi tunahama tunaenda Meru. Na nikamwambia Mungu amesema hivyo. Akaniambia kama ni Mungu amesema tutaenda. Hajali hawa watoto wanaenda wapi, wataenda kukula nini, akasema mimi nitakufuata na watoto. Baba yangu nilipomwambia alitoka nyumbani Nyandarua, akakuja akaniambia tumeongea na mama yako, tukasema kwenda Meru unaenda kukufia huko. Kuja Nyahururu tutakusaidia ukiwa karibu na nyumbani. Nikamwambia my father, unajua ninakupenda na nimekutii maisha yangu yote. This time niruhusu nitii Mungu. Baba yangu alikuwa anampenda Mungu. Akaniambia basi enda, lakini tutakuwa tunakuombea. Nikamwambia hiyo ndio nahitaji. Wadugu ambao tulikuwa tunashiriki na wao hapa, nakumbuka usiku mmoja walikuja kwetu kesha. Usiku wote tulilala kulia. Wao wanalia kwa sababu tumefanya uamuzi mbaya wa kwenda Meru. Na sisi tunalia ya kwamba tutaasha ushirika, lakini ni lazima tuende. Wakatushawishi, tukasema hapana. Wakaniambia hivi, wewe enda peke yako, tutaangalia jamii yako, tutawalipia rent na tujue tuhakikishe wako na chakula. Nikawaambia hapana, Abraham alienda na watu wake, naenda na wao. Kama nitabarikiwa tutabarikiwa zote, kama nitakufa tutakuwa zote. Nikatafuta gari, tukaweka mizigo yetu yote. Ile pesa nililipishwa ndio pesa peke yake nilikuwa naye. Kwa hivyo nimelipa gari, nimebaki na zero. Lakini nimesikia sauti, the place. Amen. Hallelujah. Amen. Nikaenda kwa mzee mmoja tulikuwa naye kanisani, nikamwambia nikopeshe 3,000. I'm telling you the truth. 3,000. Kanikopesha 3,000. Nikaweka kwa mfuko. Part of that money nikashia mke wangu ndio wakuje na matatu, mimi nikaenda na mizigo. Hata tukienda kule sina nyumba. Tunafika huko, jamii moja ndio walituambia basi kujeni mlale hapa kabla mtafute nyumba. Tumetoka Nairobi, Umoja One, nyumba ya 2 bedroom. Ile tulienda kupata, tulipata single room size hii. Tukaweka vitu, watoto wetu sasa wakawa confused. Kwa sababu wamezaliwa kwa nyumba iko na bedroom. Wako na bedroom yao, wako na kitchen huko, washroom ziko hapa. Sasa wanauliza tunapikia wapi? Na stove tumeweka hapo hivi. Kitanda yetu iko pale, ya watoto iko hapa. Wanasema tunataka kwenda toilet, utoke hivi upige kona, hapo mwisho utaona room. The place. Hallelujah. Lakini ninakumbuka baada ya kuweka vitu yote kwa hiyo nyumba, nisimama katikati ya hiyo nyumba. Nikaambia Mungu, umeniambia nikuje Meru, huko hakuna watu wetu. Nimekutii, usiniaibishe. Nikasikia amani ndani ya roho. Amen. The rest is history. Amen. But let me tell you, God has blessed us. Mungu ametubariki. Because of the place. Tumefanya biashara.
Mimi kusafiri ng'ambo mara yangu ya kwanza sikuenda kuhubiri. Nilienda kufanya biashara. Amen. Naenda nanunua vitu ng'ambo. Na kwetu hakuna mtu ameshawahi kupanda ndege. Mungu aliniambia wewe ndio utakuwa wa kwanza kwa sababu ya place. The rest is history. Amen. But when you are in the place, God will be with you. Amen. Hallelujah. Yesu akapelekwa in the place. Hiyo mlima inaitwa the skull ama Golgotha ni kwa sababu ilikuwa na shape inakaa kama kichwa ya mtu. Wakamweka hapo. Kwa hivyo Yesu alisulubishwa pahali ambapo panafaa. Na niseme hivi, unaweza kuwa katika mji ambao sio the place. Unaweza kuwa katika company ambao sio the place. Unaweza kuwa hata umekodesha nyumba in an estate ambao sio the place. I pray for you tonight. Utajua the place. Utajua the place. Utajua the place. In the name of Jesus. Hallelujah. Alafu Biblia inasema, ngependa kusoma mstari katika Warumi 5. Warumi 5 mstari wa 6. Warumi 5 mstari wa 6, Biblia inasema, kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba, kwa Kiingereza inasema, at just the right time, when we were still helpless, when we were powerless, Christ died for us sinners. Nikwambia hivi, Kristo hangekufa wakati mwingine, alikufa at the right time. Hallelujah. Amen. Nataka kuambia hivi wapendwa, it is not a coincidence. Sio bahati. Watu wa Israeli walipoenda Misri, Mungu alikuwa amepanga wakae miaka 400. Baadaye awakomboe waende katika nchi ya ahadi. Miaka ngapi? 400. Ukisoma Biblia au historia ya Biblia, kutoka kitabu ya Malaki mpaka kitabu ya Mathayo ni miaka 400. Not a coincidence. Wana wa Israeli wakazoea maisha ya utumwa, badala wamuite Mungu wakati wamemaliza miaka 400, wakachelewa na miaka ingine 30. Walikombolewa baada ya miaka 430. Yesu naye anakuja katika Mathayo, anazaliwa, alikaa miaka 30 yuanze huduma. It's not a coincidence. Ile ni kivuli ya hii. Kwa hivyo Yesu alikuja akawaza huduma, akakufa at 430 years. Ile miaka wale walikaa. It's not a coincidence. Hallelujah. Na unajua Mungu ni wa majira. Mungu ni wa wakati. Mungu anajua time. Ni Mungu peke yake ambaye hana time, because yeye mwenyewe ni Omega. Sisi ndio tunatumia hizi saa zetu, tunasema nimechelewa. Mungu hachelewi kwa sababu yeye mwenyewe ni time. Bwana asifiwe. Yesu alianza huduma akiwa na miaka 30. Soma Biblia yako. Yusufu ameingia katika utumwa, lakini Mungu alikuwa amesema ya kwamba kuna ndoto umeota, utakuwa mkuu. Alifanywa prime minister akiwa na miaka 30. Amen. Daudi amechaguliwa akiwa mdogo, kwa sababu hata Yesu ni mwana wa Mungu,
alichaguliwa na Mungu akiwa mapema kwake. Yesu hakuzaliwa, yani wakati Yesu alizaliwa sio alianza kuexist, alikuweko mbeleni. Daudi naye akawa mfalme akiwa amefikisha miaka 30. Na Biblia pia inasema ya kwamba Malawi hangekuwa Lawi ama Levite kama hajafikisha miaka 30. Miaka 30 iko na namba 3 ambayo nambari ya 3 inaongea ukamilifu. Kwa hivyo Yesu hakuchelewa kuanza huduma yake, alianza wakati ambao unafaa. Amen. Haleluya. Na Biblia inasema ya kwamba Yesu aliweza kuhudumu tu miaka 3, na baada ya hiyo miaka 3 akasema nimemaliza kazi ambayo baba yangu alinituma. Yesu alipokuja alikuwa anasikiza baba yake. Yesu ndiye alikuja produce Mungu kwetu kama baba. Amen. Amen. Kisomo pale inasema names of God. Jehova Jire, Jehova Nisi, hayo ilikuwa ni majina ya Old Testament. Lakini Yesu alipokuja ndiye aliulizwa na wanafunzi wake, tufunze kuomba. Kwa wale mnapoomba semeni baba yangu aliye mbinguni. Yesu ndiye amekuja kutufunza kuhusu baba. Amen. Na every time alikuwa anasema chochote mnaona mimi nikifanya ni ile ambao baba yangu ameniamuru nifanye, ama ile baba yangu anafanya. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba Mungu ni Mungu wa majira. Haleluya. Na kuna mstari ambao unasema ya kwamba Yesu alisulubishwa saa 3. Verse 25 Ezekiel mstari 15 mstari wa 25. na mstari wa 25 nasema hivi: basi ilikuwa saa 3 nao wakamsulubisha. Amen. Alright, tusomee 33. 33 inasema hivi: wakampa mvinyo iliyotiwa manemane asipokee. Amen. 33 inasema hivi: na ilipokuwa saa 6 pakawa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Asante. Nataka tuende pole pole. Biblia inasema ya kwamba Yesu alisulubishwa saa 3. Amen. Amefanya huduma miaka 3. Amesulubishwa saa 3. Yaani wakati umefika. Nataka kuambia alisulubishwa at the right time. Kweli. Amen. Baada ya kusulubishwa saa 3 alimaliza masaa ingine 3 ikafika saa 6. Saa 6 tunajua ya kwamba siku ya masaa 12 inabadilika saa 6. Ila saa 6 ya mchana ama saa 6 ya usiku. Am I right? Kama ni mchana, asubuhi tunasema morning ama AM. Ikifika saa 6 tunasema PM. Na tukiwa Kongo tunasemanga magharibi. Magharibi. Tuwafunze hiyo. Amen. Kwa nini iligojea mpaka saa 6 wakati siku inabadilika? Ni kwa sababu hilo lisali la saa 6 namba 6, Mungu anadeal na numbers.
God is a God of numbers. Hata kuna kitabu inaitwa Numbers. Hallelujah. Nambari 6 ni nambari ya mwanadamu. Adam aliumbwa siku ya 6. Amen. Na wakati tunaongea kuhusu mpinga Kristo, anakuja nambari gani? 666. Kwa hivyo Mungu alisema ya kwamba inapofika saa 6 tunabadilisha hali ya mwanadamu na dhambi ya mwanadamu, aikia upande ule mwingine akiwa kiumbe kipya. Haleluya. Na kwa nini Biblia inasema ya kwamba ilipofika saa 6 kukawa na giza mpaka saa 9? Another 3. Yes. Mungu ni Mungu wa numbers. Katika hiyo masaa matatu kulikuwa na giza. Kuna kazi ambayo ilikuwa inatendeka katika ulimwengu wa kiroho. Huo ndio wakati Mungu alikuwa anaenda, shetani anapigwa knockout, ananyang'anywa kifunguo, wale watu ambao wamefunga wanafunguliwa kanisani ya giza. Bwana asifiwe. Na wakati huo ulikuwa mzito sana kwa Yesu. Lakini nikwambie hivi, saa 9 was a very good time. Wamama hapa, wamama mpo. Mama anabeba mimba kwa miezi 9. Mwezi wa 9 ukifika, ako tayari kujifungua. Hata akitembea ana change style. Ako na matumaini makubwa. Ikifika mwezi wa 9 kuna kiumbe kipya kitazaliwa. Haleluya. Na mstari ambao unafuatilia Biblia inasema ya kwamba ilipofika saa 9 Yesu akalia. Haleluya. Ukienda labor ward huko hakunaga ate worship ile kidogo, kila mtu anaimba wimbo yake na design yake, kwa sababu ni wakati wa kuzaa, ni wakati wa kulia. Lakini hiyo machozi, Biblia inasema ya kwamba mtoto anapokuja unasahau uchungu. Nambari ya 9 ni nambari ya kuzaliwa. Haleluya. Na ninajua naongea na watu wengine, umekuwa katika hiyo kipindi kama ya Yesu. Biblia hapa ina record ya kwamba alilia akasema, Eloi Eloi lama sabakthani. Tafsiri yake ni what that time, kwa sababu ya uchungu Yesu hakumuita Mungu Baba. Uchungu alimuita Mungu, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Hiyo ni kipindi ya giza. Mtu anapolia ile kulia ya ukweli. Unajua niliambiwa kuna watu sehemu moja ya Kenya, mimi sijasema kitu, ni mimi nachekelea mali hao watu. Yaani wakisikia mtu amekufa, sijui wanatoka kwa wapi, wanalia. Na kama ni kwa tajiri, wanasema tulimpenda sana, tutamzika after 3 weeks. Anazunguka tu hivi akilia, anaona kuna jogoo iko hapa na paguza machozi kwanza, anasema hii ndio tutakula jioni. Sisemi kuhusu hiyo machozi. Haleluya. Hata niliambiwa kuna watu wanaajiri watu hiyo kazi ya kulia. Sikuwa na imagine unapelekwa training ya kulia. Tuachane na hao. Kulia ya ukweli, wakati wewe unalia, macho yako imejaa machozi, hauoni, inakuwa ni giza. Kuna ripoti zinakuja inakustua, machozi ikianza kutoka, macho yako haioni.
hiyo ndio kipindi Yesu alikuwa. Na niko na habari njema. Wakati mwingine hata unaletewa ripoti, yani mtu wa jamii ameaga, inakustua, unalia. Nimekuja kukuambia Yesu hata yeye alilia. Alilia. Na Yesu pia aliuliza Mungu swali. Akamuuliza, "Mbona umeniacha?" Ukisoma Biblia yako, Mungu hakujibu. Na juzi niliwaambia, Mungu hajibu maswali, anajibu maombi. Mungu alinyamaza. Lakini kilio ya Yesu inakuja kukwambia ya kwa unapolia, ninajua unalia namna gani. Mimi nililia. Nilikuwa pale msalabani, nikaita Mungu, hakuniitika, nikapiga sauti, nikapiga kilio, nililia. Lakini ujue ya kwamba ilikuwa na kipindi ya kuleta uhai mpya, kama vile mtoto anazaliwa. Sisi kama kungekuwa na hiyo giza, wokovu wetu ungekuwa bure. Hatungekuwa tumezaliwa upya. Tunaitwa watoto wa Mungu ni kwa sababu ya hiyo giza. Lakini nambari ya 9 ilikuja kutuletea uhai na kutuletea furaha. Bwana asifiwe. Jambo la 3 ambalo ningependa kusema, wakati Yesu alilia tu hivi, Biblia inasema ya kwamba akakata roho yake. Akakata roho yake. Mara moja alipokata roho yake, Biblia inasema ya kwamba kitambaa ya hekalu ikapasuka mara 2. Haleluya. Hiyo ilitufungulia mlango wa kuingia patakatifu pa patakatifu. Pahali ambapo hakuna Mungu mwingine angeingia isipokuwa ni kuhani mkuu. Lakini Yesu mwenyewe, Biblia inasema, na mtumishi wa Mungu Bishop Oswald alituambia ya kwamba Yesu mwenyewe ndiye alikuja akawa mwanakondoo, akawa dhabihu yeye mwenyewe. Na akasema, nimeingia hapa mara ya mwisho, hakuna mwingine ataingia. Sasa kila mtu anaweza kuingia kwenye patakatifu pa patakatifu. Nenda umwambie Mungu kile unataka. Ukitaka kulala kwa madhabahu, unaweza kulala. Mungu atakusikia katika jina la Yesu. Haleluya. Jambo la 3 ni kwamba katika maisha yako unaweza kuwa in the place, unaweza kuwa pahali hapo at the right time, lakini utahitaji mwanadamu. Wewe mwenyewe hauwezi kujitosheleza. Yesu alikuwa Mungu, alikuwa na uwezo hata wa kuita jeshi kutoka mbinguni, lakini alifika bahari akahitaji msaada wa mtu. Hao watu wanaitwa destiny helpers. Wanaitwa destiny helpers. Ni mtu ambaye analetwa na Mungu. Wengine anapokuja ukiangalia sura yake haipendezi. Wengine hata tumewaignore na wametumwa na Mungu wakuje kuwa msaada kwetu. Kwa sababu unaangalia mtu amevaa suit kama mimi, ana smile, lakini huyo amekuja sura yake haikai poa, hata vile anakaa kama yeye ndiye ako na shida. Niseme hapa usiku wa leo, nimeomba nikasikia Mungu akiniambia hapa hivi, kuna watu wanaletewa wasaidizi wao. Destiny helpers. Huyo mtu analetwa na Mungu akushike mkono, akuingiza kwa level hiyo nyingine. Alafu mwingine anakuja na kusukuma mpaka ufikie destiny yako. Yesu anabeba msalaba. Kwa vile amevunja damu, yeye hajakula usiku yote, ni mdhaifu. Msalaba ni mkubwa, ni mzito. Anabeba na anachapwa, anaanguka. Alihitaji mwanadamu. Alihitaji mwanadamu.
inasema yeye alikuwa anatoka huko mashambani anaingia mjini. Yeye hana habari kunatendeka nini. Kumbe sio coincidence ya kwamba wakati unahitaji msaada kuna mtu atatokea. Hata kukusaidia, alikuwa anaenda biashara zake, lakini atakuja at the right time. Am I talking to somebody? Simon Msarene alikuwa ametoka pale kunaitwa Cyrene. Cyrene ni Afrika ya kaskazini huko juu. Ile country sahi inaitwa Libya. Unajua Libya? Alitoka huko. Kwani Mungu ni ajabu gani? Atoe Muafrika aende huko Jerusalem, kwa sababu Yesu mwana wa Mungu anahitaji mwanadamu. Wamesema for a long time Africa is a dark continent. Nimekuja kusema sio kweli. Sisi Yesu alipozaliwa aliletwa Afrika. Filipo alipohubiri huko Samaria akakutana na Ethiopia, akaleta injili hapa. Hallelujah. Hata Waisraeli si walikuja kuongezekea huko Afrika. Africa we are blessed. Africa we are blessed. Tujipende na tujiamini. Hallelujah. Injili imebaki Afrika. Hallelujah. Sisi tuko na mafuta na tuko na injili, na sasa Mungu anashika pesa. Lakini nataka kusema hivi, kama Mungu alileta mtu kutoka Afrika akaenda kaambia Yesu lete msalaba, akabeba msalaba. Hallelujah. Na muona Yesu wako mbele, Simon naye ako nyuma ya Yesu anabeba msalaba. Wanaenda tu pole pole. Yesu anasimama anamwangalia, anasema unafanya vile nilisema. Kama unanipenda lazima ujikane na ubebe msalaba na unifuate. Simon anafuata Yesu. Afrika tufuate Yesu. Hallelujah. You need a man. You need a man. You need a man. Na Mungu ataleta. Ombi yangu kwako ni kwamba utaweza kutambua huyu sio mtu wa kawaida. David wameenda vita huko Ziklag, wakapigana wakashinda. Waliporudi wakakuta wamevamiwa, wake zao, watoto na mali yao yote imeenda. Hallelujah. Amen. Wametoka kutoka kwa ushindi mkuu. Wabizi by class man preach. Amen. Hallelujah. Askari wake wakamwambia, sasa angalia, wewe ndio ulifanya hivi tu, wake zetu na mali yetu iende, vile ulituambia twende vita. Kuna wakati hata wale wako karibu na wewe wanakugeuka. Kama Judas aligeuka Yesu. Na tunajua Judas Iscariot alikuwa Mkikuyu. Unajua? Amju? Haya. Ni majina yake Judas Iscariot. Kama Kariuki kabisa anaweza kugeuka Yesu. Na ndiye alikuwa treasurer. Hao ni wanadamu. Daudi, askari wako umewatrain, wanakugeuka, wanakupiga mawe. But I thank God. Daudi alijua kwenda kutafuta uso wa Mungu. Akaenda akaomba akauliza, mali yetu yote imeenda, nitapata ama sitapata? Mungu akamwambia enda. Ukitaka kufaulu katika maisha, omba, uliza Mungu. Hata ile kitu inakaa obvious, nenda utafute uso wa Mungu. Hallelujah. Wengine hapo mtaanza kupata job opportunities. Unalipwa pesa mingi. Hata kabla uaccept
nenda uombe. Haleluya. Mungu akamwambia fuata utapata. Wakaenda na askari 600. Walifika bahari 400, wakasema sisi 200, wakasema hatupiti hapa, kawaambia kaeni hapo. Wakaenda na wengine 400. Walienda wakakuta mtu amelala bahari, yeye ni mgonjwa na ako na njaa, na yeye ni mtumwa, ni mtu anakaa shida. Daudi akaangalia akasema ita ule mtu, kwa sababu aliomba. Mtu akakuja, hata vile anatembea. Akaulizwa, wewe ni nani? Akasema mimi ni Mmisri na mimi ni mtumwa. Sasa bwana yangu aliona nimegojeka, akaniacha hapa nikufe, na nimekaa siku 3. Yesu alikaa siku ngapi msalabani? Nimekaa hapa siku 3 na gojea kufa. Kamwambia kuja. Wakampatia mkate, akakula, akasema nitawaonyesha bahari mali yenu yuko. Nitawaonyesha. Haleluya. Mnifuate. Kumbe destiny helpers ni watu ambao hawakai sura mzuri, lakini unatakiwa utabue ni huyu. Shika yeye mkono. Anaweza kuwa ni watchman, anaweza kuwa ni house girl, anaweza kuwa ni hawker. I feel in my spirit Mungu anakutumia your destiny helper. Na kama Daudi aliweza kupata mali yake yote, hata wewe kile umepoteza ama unakaa umechelewa, unaipokea katika jina la Yesu. Haleluya. Unahitaji mtu. Unahitaji mtu. Hata sisi wachungaji tunahitaji mtu. Na mimi naona msaada wetu hautoki Amerika, hautoki Europe, uko humu. Uko humu. Makanisa tutajenga na mali ya destiny helpers. Amen. I feel it in my spirit. It's coming. It's coming. Hallelujah. Yesu amekufa na hawezi kukaa pale msalabani kwa sababu inaingia siku ya Sabato. Akahitaji mwanaume mwingine. Akahitaji mwanaume mwingine, anaitwa Yusufu wa Arimathea. Biblia inasema ya kwamba huyu alikuwa tajiri na alikuwa mkuu wa Sanhedrin. Ni mtu ambaye ako na mali. In fact, alikuwa ametengeneza kaburi mpya mzuri. Can I prophesy? Mungu anakuletea Yusufu. Yusufu wako na pesa. Yusufu wako na mamlaka. Hakuna bahari hawezi kuingia. Yeye aliingia straight kwa mfalme. Akamwambia, ni mimi Joseph, si unanijua? Nataka mwili wa Yesu. Na yeye akasema, kama amekufa nenda mchukue. Utahitaji Mwafrika Simon, lakini pia utahitaji Yusufu. Tunahitaji fedha ya kufanya huduma. Joseph wakuje kutoka pembe zote za dunia. In Jesus name. Na hiko gamano. Kuna mtu hata sahau maisha yake yote. In Jesus name. Your Joseph is coming. Bereni hata hakuwa anajulikana. Alisema hivi Joseph, hata kama watanivuta huko kwa ofisi kubwa ya Sanhedrin, wafanye hivyo. Hata kama watachukua pesa yako wafanye hivyo, lakini sasa hivi
Jesus amekufa, anahitaji mtu. Ameenda akanunua nguo za gharama, akakuja akamfunga Yesu na manukato ya dhamana, kwa sababu hata sisi tukikufa tutazikwa kwa heshima. Tutazikwa kwa heshima. And I prophesy, kama unasikia sauti yangu, watoto wako hatakufa kabla yako. Hao ndio watakuzika. Hata ukiwa na miaka mingi, watoto wenu hawatakufa. In Jesus name, watoto wenu hawatakufa. Mpaka wakuzike, na wakuzike kwa heshima. In Jesus name. Hallelujah. Just through the anointing of God, it is happening in the spiritual world. Hallelujah. Naona Joseph akikuja, hata hajulikani. Ingine atafanya kazi kubwa kukutafuta, lakini atakupata. Kuna mambo inatendeka katika ulimwengu wa kiroho. Na hii kongamano sio kongamano ya kawaida. Destiny helpers. Destiny helpers. Na wengine, let me tell you, from now, hata ile kazi utakuwa unafanya, utafanya kwa urahisi sana. Kwa urahisi. Kwa sababu kuna msaada unatoka mbinguni. Mungu anakuletea customers kama unafanya biashara, ya kwamba ana kudeal na commit the demand of the customers. Lakini usikose nafasi ya kwenda kuomba. Ninaomba msaidizi wako, your destiny helper, popote alipo, akupate. Hata ukiwa ndani ya shimo, atakupata. Hata kama macho yako itakuwa imefungana huoni, atakupata. In the mighty name of Jesus. Nimegundua destiny helpers wanapokuja, hata hawataki watague. Wengine hawataki hata mshahara. Wengine hata hawataki waambie asante. Wao wametumwa. Sasa Yesu na amekufa, atatoka wapi ambie Yusufu thank you? Lakini kwa sababu yeye ametumwa, atakuja afanye kazi, alafu anapotea. Wewe unauliza ni nani huyo amenisaidia? Hata unashindwa ni nani? Destiny help. Destiny help. Ndio nataka kuachia hapo, niwaambie hivi. Lazima uwe in the place. Hallelujah. Be in the place. Kama uko kwa kanisa hapo unasikia utosheki, nenda uombe Mungu. Pengine hata huko sio kwako, atakupeleka kule ni kwako. Na utastawi, na utafaulu. Biashara zingine unang'ang'ana nao haiendelei vizuri, rudi kwa magoti. Uliza Mungu, where is the place? Abraham, kwa sababu alikuwa baba, amebeba neema. Kijana ya ndugu yake amemfuata bila chochote, lakini kwa sababu ya neema ya baba, grace, kijana akatajirika. Na nimeona kanisani wanakuja bila chochote, wanakaa katika kivuli ya mtumishi wa Mungu, anawaombea, anawekea mikono, wanainuka, wanapanuka, wanakaa vizuri, hata sura inapendeza. Akikaa anasikia sasa wewe mzee, Bereni alikuwa anamwita pastor, lakini sasa wewe mzee, naona hatuelewani. Sasa tuheshimiane. Hata mimi niko na anointing, ninaweza kuhubiri. Hata uliona vile niligonga injili pale na watu wakaokoka. We.
Na wachungaji, mtu akikuacha atoke kanisani usimlaani. Amina. Siri ni hii. Si tuko kwa hii nyumba? Siko na mabati. Kuna mtu ananyeshewa hapa? Sasa my brother, ukiamua kutoka nje, si utanyeshewa? Kuna haja ni kulaani? Wewe enda. Chini kwa ya neema. Kijana akasikia sasa hata mimi ni kama Abraham. Abraham na hekima yake akamwambia kijana, sisi ni ndugu, hakuna haja ya kupigana, chagua kule unataka. Kama Lot angekuwa na hekima angesema hivi, siwezi kuchagua mbele ya baba yako achague. Wewe baba chagua, kule kutabaki ndio nitaenda. Lakini Gen Z akasema yes. Yes. Wazee wakizeeka hata huku inazeeka. Akaangalia na macho yake akaona pahali inakaa kama Eden. Akasema mimi kwangu ni huku na mali yako naenda huku. Akamwambia okay. Baba amebeba neema na kibali ya Mungu. Akaenda pahali kulikuwa mwamba. Lakini Biblia inasema walipoachana tu hivi, Mungu akamzungumzia. Akamwambia tazama juu, angalia juu. Kama unaweza kuhesabu hizo nyota, hivyo ndio wazee wako utakuwa. Kaa chini ya kivuli ya baba yako. Hallelujah. Bishop moja rafiki yangu alinipia story nikacheka, lakini ilikuwa ya huzuni. Alikuwa na mshirika, mwanadada amewejeka, akarazwa hospitali. Kazi ya wachungaji mnajua, tunakuja kuona hospitali na kuwaombea. Daktari akasema huyu anahitaji damu, asipopata damu atakufa. Sasa watu wa jamii wakakuja, sijui grupu zao haitoshi. Pastor akasema pima yangu, akaambiwa yako ndio namba 1, hiyo ndio anahitaji. Pastor akapeana damu. Dada akawekwa. Akatoka hospitali akakuja kanisani. Mambo yake ikakaa vizuri. Akanona ile size yake ikarudi. Akakaa akaona hii kanisa napoweka tu sana hapa. Yeye alichomoka akaenda. Sasa pastor Bishop aliniambia, nilimwangalia kienda nikauliza hata ameenda na damu yangu. Usiende na damu ya wachungaji. A place, the right time, and the man. Tusimame na miguu yetu. Mataifa ya kwa matendo